Umoja wa Falme za Kiarabu umetangaza rasmi kujiondoa katika jumuiya ya OPEC. Asilimia 40 hadi 45 ya mafuta duniani huzalishwa na jumuiya ya OPEC pamoja na OPEC Plus, ambapo Umoja wa Falme za Kiarabu umekuwa mzalishaji wa 4 mkubwa katika jumuiya hiyo. Hii ina maana kwamba kujiondoa huko kutaathiri moja kwa moja bei ya mafuta duniani. Nguvu ya OPEC na OPEC Plus pia inatarajiwa kudhoofika kwa takriban asilimia 15 kutokana na uamuzi huo wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Lakini je, kwa nini Imarati imechukua hatua kama hiyo? Imarati inajiondoa katika OPEC huku ikipanga kuongeza uwezo wake wa kuzalisha mafuta kutoka takriban mapipa milioni 3 kwa siku hadi takriban mapipa milioni 4.8 hadi milioni 5 ifikapo mwaka 2027. Hii ni katika hali ambayo iliruhusiwa na OPEC kuzalisha takriban mapipa milioni 3.2 tu kwa siku kwa msingi wa hisa yake katika jumuiya hiyo. Hii ina maana kwamba takriban mapipa milioni 1.6 ya uwezo wake kwa siku hayatumiki, sawa na takriban 1.5% ya jumla ya usambazaji wa mafuta duniani. Katika mtazamo wa kwanza, hii ni hitilafu tu ya kiufundi, lakini wakati wa kuchukuliwa uamuzi huu ni muhimu zaidi kuliko swala jingine lolote. Kujiondoa huku kunafanyika wakati lango bahari la Hormuz limefungwa kutokana na mivutano ya kijeshi, ambapo soko la nishati la kimataifa linapitia mojawapo ya hali tata zaidi duniani. Katika kipindi hiki, Imarati imeweza kuuza nje mapipa milioni 1.7 ya mafuta tu. Swali la msingi ni kwamba kwa nini Umoja wa Falme za Kiarabu uwe na pupa ya kutaka kuongeza uzalishaji wa mafuta na hisa yake katika soko la nishati duniani? Tunapaswa kutafuta jibu la swali hili nje ya masuala ya kiuchumi. Uamuzi huu unapata umuhimu na thamani ya kijiopolitiki tunapotilia maanani kwamba uamuzi huu umechukuliwa sambamba na kupanuka pengo la hitilafu kati ya nchi hiyo na Saudi Arabia na kuongezeka ushirikiano wake na Marekani pamoja na utawala haramu wa Israel. Kudhoofika OPEC kuna maana ya kupungua uwezo wa pamoja na taathira za nchi zinazozalisha mafuta katika meza ya mazungumzo, na hilo ndilo jambo ambalo hasa linainufaisha serikali ya Washington. Zaidi ya hayo ni kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu tayari unatumia mabilioni ya dola katika uingiliaji kati wake wa kijeshi kikanda, hususan katika nchi za Sudani na huko Somalia. Katika hali kama hii, kujiondoa kwake katika jumuiya ya OPEC ni ishara kwamba Imarati inaimarisha nguvu za Marekani na Israel katika Ghuba ya Uajemi, hata kwa gharama ya kuvuruga zaidi utulivu wa kikanda na kutoa muhanga watu wasio na hatia.